Sasa inawezekana baadhi yetu tumeshinda kwenye shughuli zetu, na ndivyo ilivyo makazini huko, biashara na mihangaiko ya siku ya leo, na inawezekana tumechoka mida kama hii. Lakini iweke vizuri akili yako na moyo wako tuweze kwenda vizuri. Ningependa haya nitakayowashirikisha kwa kiasi kikubwa kila mtu aweze kuyaelewa kwa namna fulani, kwa kiasi ambacho nitajaliwa na Mwenyezi Mungu. Nimesema hivi mwanzoni mwa ibada kwamba tunasali ibada hii ya misa takatifu kwa lengo kubwa kabisa, moja kabisa. Tunafahamu kwamba huu ni mwaka wa Jubilei 2025 na tumeisha uanza tayari, tunaendelea nao. Lakini tukawa tumetafakari sana sisi kama wachungaji wenu, na ninyi baadhi ya watu tumewashirikisha. Tukaona mwaka huu wa Jubilei si vizuri upite tu bila kuacha kitu fulani katika maisha yangu na bila kuacha kitu fulani katika maisha yako. Na ndiyo maana majuma kama mawili yaliyopita hapa, Jumapili misa ya kwanza na ya pili, nilieleza juu ile rehema ya zile rehema kamili ambayo imetolewa kwa mwaka huu wa Jubilei kusudi tuweze kujisafisha. Kwa maneno mafupi, sahau yote, ni hivi ninachotaka kutoka kwako. Huu mwaka tujisafishe, tuwe viumbe vipya, kama tulivyosoma kutoka katika maandiko matakatifu juma lililopita. Waisraeli walipokuwa na safiri wakakaribia nchi ya ahadi, wakavuka mto Yordani, Mwenyezi Mungu akatengeneza kizazi kipya, akawaambia wanaume wote watahiriwe, alafu wakaila Pasaka. Kwa hiyo kizazi kipya kilichoingia nchi ya ahadi kilikuwa ni kipya, hakina shida yote ile, kimesafishwa kiroho na kimwili, kiko vizuri, kaingia nchi ya ahadi na kikairithi nchi ile. Kwa na wewe pamoja na mimi nataka sote tuingie nchi ya ahadi tukiwa viumbe vipya. Kwa hiyo sasa tuanze na maandiko matakatifu, alafu tutamalizia na mengine kama mawili matatu mwishoni. Maandiko matakatifu, somo hili ni fupi sana. Kitabu cha Kutoka sura ya 32, tumeanzia mstari wa 7 mpaka mstari si kama wa 12 hivi, mistari michache sana. Lakini ni kuombe ukipata muda soma kitabu cha Kutoka sura ya 32 yote. Si mistari mingi, ni mistari michache, uweze kuelewa lilotoke. Lakini kwa umuhimu wake naomba tupite pamoja kwenye sura hii. Na watu waliturujia, mama kanisa ametuwekea vizuri. Tutaona jinsi Waisraeli walivyokuwa jangwani baada ya Musa kupanda mlimani Sinai kupokea maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu akawa amempa amri 10 kwenye vibao viwili awaletee wale watu na kuwashirikisha huo ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini kilichotokea ni kwamba baada ya watu kusubiri muda, wakamwambia Aroni ambaye alikuwa ni mmoja wa wasaidizi wa Musa, wakasema kwamba mbona Musa amechelewa kuja? Sasa tutengenezee Mungu tuweze kumwabudu. Aroni alichokifanya, sura hii ya 32 utaisoma, akawaambia kwamba akina mama na binti zenu wale wenye hereni za dhahabu, hebu zikusanyeni. Wakazikusanya, alafu akazichoma, akaziyeyusha, alafu akatengeneza ndama wa dhahabu. Alafu kilichofanyika, watu wa ajabu kabisa. Watu baada ya kutengeneza hiyo ndama wa dhahabu, watu wakaja wakashangilia, wakafanya sherehe kubwa sana, wakala na kunywa,
wakatolea na sadaka za kuteketezwa, wakasema huyu ni Mungu wetu. Sasa fikiria walivyosahau yule Mwenyezi Mungu ambaye amewatoa Misri. Sasa Mungu akaona hicho kitu kibaya sana walichokifanya. Huo ni uasi mkubwa sana. Nilikuwa wakati naandaa mahubiri haya, wazo moja likanijia. Tulikuwa na huyu kijana Bwana Pascal anayechukua video hii. Nikamuuliza, hivi ulishasikia uasi? Hii miaka ya karibuni tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hatujasikia uasi watu wanataka kumpindua Samia au Kikwete. Wale watu wazima au mnaosoma kwenye historia, Nyerere alifanyiwa kama mara 2 mara 3 kutaka kupinduliwa. Huo ndio uasi. Kama unataka kujua uzito wa uasi, ila sikushauri ufanye hivyo. Nenda uanze umtafute watu 2 au 3 uanze kuambia kwamba tufanye mapinduzi kwa Samia. Yaani hata kabla hamjalipanga hilo kulimaliza, mtashughulikiwa vibaya sana, hamtasahau nyie na vizazi vyenu. Wewe kama unataka kujaribu kuona uzito wake ulivyo, nenda ufanye kitu cha namna hiyo. Na kushauri usije ukajaribu. Kama kuna kosa moja kubwa katika nchi ni kufanya mipango ya kumpindua rais au serikali. Kosa kubwa sana. Utashughulikiwa na kikosi maalum ambacho hujawahi kukiona tangu uzaliwe. Na wewe na kizazi chako na wajukuu wako mtaenda mnasimuliana. Ila sikushauri ufanye hivyo. Tuko pamoja wapendwa. Huo ndio uasi ambao Waisraeli waliufanya kwa Mwenyezi Mungu. Fikiria ni Mungu, alafu wakamwacha wakatengeneza ndama. Sasa Mungu alikasirika, akasema lazima niwaangamize hawa watu. Sasa kilichotokea, Musa alimsihi Mwenyezi Mungu akasema usifanye hivyo. Ukifanya hivyo wale wa Misri watasema kwamba watu hao uliwaokoa kutoka utumwani ukawaleta jangwani na kuwaua. Basi Mungu ndio akagaira akasema basi sitafanya hivyo. Lakini kilichotokea, Musa kwa kuona kosa kubwa alilofanya alikuwa amewaka hasira. Ukisoma maandiko hii ya kitabu cha Kutoka sura ya 32 utaona uzito wake. Alikuja na vile vibao vyenye amri 10 za Mungu. Kimsingi ngoja niwasomee msikie uzito wake. Anasema hivi, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, huo ni mstari wa 7, teremka chini kwa maana watu wako uliowaleta kutoka nchini Misri wamejipotosha wenyewe. Wameiacha mara moja njia niliyowaamuru, wakajifanyia ndama yule niliyowaambia yule. Hapa ametumia Kiswahili kusubu, ni ndama yule aliyeyeyushwa, Kiswahili wametumia Kiswahili fulani hapa. Nao wamemwabudu na kumtolea dhabihu wakisema, Israeli, huyu ndiye Mungu wetu uliyetutoa Misri. Yaani fikiria wanadamu tulivyo. Ndama wa kuyeyushwa anasema, Israeli, huyu ndiye Mungu wetu, wewe ndiye uliyetutoa Misri. Wanamwabudu yule ndama. Sasa Musa aliposhuka sasa mlimani na hasira, baada ya Mungu kumwambia kwamba watu wamefanya kitu kibaya, mstari wa 19 anasema hivi, Musa akashuka sasa pamoja na Yoshua yule msaidizi wake. Walipoikaribia kambi, walimwona yule ndama na watu wakicheza. Hapo hasira ya Musa ikawaka kama moto. Akavitupa chini vile vibao kutoka mikononi mwake na kivunja pale chini ya mlima. Fikiria vile vibao vya amri 10 za Mungu, na maandiko matakatifu anasema ni Mungu mwenyewe alikuwa ameandika. Akavitupa chini akavivunja. Ilikuwa ni hasira kubwa kuona jinsi wale watu walivyomwasi. Alafu akachukua yule ndama, akamchoma moto, akamsaga mpaka akawa unga, akaukoroga unga huo katika maji na kuwalazimisha Waisraeli wanywe. Huyu Musa alikuwa mkali. Yule ndama akamfanya nini? Akamchoma moto, akamsaga akawa unga, akatengeneza kama uji sasa.
Kama ulikuwa unakataa na kukamata kama watoto wadogo wanakamatwaga hivyo mama zao, wanakunywesha kwa nguvu. Ilikuwa hatari sana. Hii mtu angelitengeneza kafila mkake kakaonekana kwenye video, kangelikuwa kazuri sana. Kwa Musa alikuwa amewakwa nini? Amewaka hasira. Naona. Alafu baada ya hapo ndiye akamuita sasa Aroni, yule aliyekuwa amewaacha msaidizi wake pale kambini. Ebu Aroni, njoo niambie kitu gani kilitendeka mpaka unatengeneza huyu ndama. Aroni alitetemeka, aliona Musa ni kama anataka kummaliza, hasira anataka kuimalizia kwake. Sikia Aroni alivyojitetea sasa. Huu ni mstari wa 22 sura ya 32. Aroni akamjibu Musa. Hapo Musa anamwambia, kwa nini mlifanya haya? Aroni akamjibu, na kuomba Bwana wangu hasira yako isiniwakie mimi mtumishi wako. Maka aliona hapa moto ni mkali sana. Mtu napelekewa oksijeni ya moto hapo. Mlishawahi kuona watu wamesala? Kuna watu wanasala bana. Anatoa oksijeni ya moto. Mwingine anaruka juu anarudi chini kwa sababu ya hasira. Kwa Aroni akasema, Bwana hasira yako isinimalizie mimi. Akatoa maelezo, akaendelea. Unawafahamu jinsi watu hawa walivyo tayari kutenda maovu. Walikuja wakaniambia, tufanyie miungu ambayo itatuongoza, kwani huyo Musa uliyetutoa nchini Misri hatujui lilompata. Nami nikawaambia, kila mmoja aliye na vito vya dhahabu na avilete. Basi wakaniletea, mimi nikavyeyusha motoni, na huyu ndama akatokea. Nadhani Musa hapa tungelikuwa ni kama sisi, angelizabwa makofi mawili matatu hapa kwa maelezo haya. Basi kilichofanyika ili kuonyesha hasira yake na hasira ya Mwenyezi Mungu, mistari inayoendelea, Mungu akawaita watu wote, akasema njoo hapa. Akasema wale watu walioko upande wa Mungu waje hapa. Wale wana wa Lawi waliokuwa nasaidia kwenye mambo ya ibada wakaja upande huu. Alafu wale watu wengine si walishiriki mambo hayo yote, wakabaki huko. Unajua Musa aliwafanyia kitu kibaya sana. Aliwaambia wana wa Lawi kila mmoja achukue kama jambia hivi. Ngoja nisome kwa maneno, maana nikisema kwa maneno yangu mnaweza mkasema labda Rwechungura alikuwa anajiongezea. Akasema hivi, ni nani aliye upande wa Mwenyezi Mungu, naye aje kwangu. Wana wote wa Lawi wale waliokuwa nasaidia kwenye kuhudumu katika ibada wakakusanyika pamoja mbele yake, wakajitoa kule, tuko pamoja. Aya, sikia sasa ilivyokuwa kazi. Mstari wa 27, akawaambia, Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli anasema hivi, kila mtu na ajifunge upanga wake kiunoni. Wale wana wa Lawi baada ya kujifunga upanga wake kiunoni, azunguke kila mahali kambini, kutoka lango moja hadi jingine, na kila mmoja amuue ndugu yake, rafiki yake na jirani yake. Wana wa Lawi wakafanya kama Musa alivyowaagiza. Siku hiyo waliuawa watu wapatao 3,000. Ndio maana nimewaambia, wewe ukitaka kujaribu hasira hii ilivyokuwa, nenda upange mipango ya kumpindua Samia. Hapa ndipo unapoweza ukaelewa hili. Yaani na ukoo wako utakuja kusimulia wajukuu zao kwamba babu yetu mwaka fulani alitaka kupindua, na yaliyotupata kwenye ukoo wetu ni hivi. Hata kama we haupo, kwanza we hautakuwepo wakati huo. Ila nasema sio kwamba na washauri muende kufanya hivyo, msije mkanipeleka kwa mahali ambapo panahusika na mimi mwenyewe nikashughulikiwa. Mimi sina mpango huo. Tuko pamoja. Sina mpango huo. Tuko pamoja. Kwa watu 3,000 kuonyesha hasira ya Mwenyezi Mungu. Yaani kuonyesha ule uzito wa dhambi iliyo kubwa. Wana wa Lawi unaenda unamuua ndugu yako aliyehusika katika tukio hilo, jirani yako na rafiki yako.
Baada ya hapo Mungu aliwasamehe, lakini Mungu bado, ukisoma mstari inayoendelea, alisema hiyo haitoshi. Alikuja akawapelekea tena ugonjwa wa tauni. Ugonjwa wa tauni ni mbaya sana, yani kama design za corona fulani hivi. Mtu unauma kichwa, tezi za humu zinavimba, misuli inawaka moto, kichwa kinauma. Kwa unaona Mwenyezi Mungu yani aliwapa adhabu kali sana. Fikiria damu inayoweza kuwepo watu kama 3,000 wakichinjwa hapa. Ndio maana nasema Mungu wa Agano la Kale alikuwa mkali sana, na sasa hivi ni mkali, ila ni kama ameamua kutuacha tu. Ila akiamua, mimi na wewe tunaweza tukapelekewa oksijeni, sio ya namna gani, sio ya moto tena, ni zaidi ya oksijeni ya moto. Tuko pamoja wapendwa? Kwa ndio maana nasema hivi, kama kuna dhambi kubwa mwanadamu anaweza akaitenda kutokana na somo hili, ni kumwasi Mwenyezi Mungu. Na kimsingi dhambi zote tunazotenda tunamwasi Mwenyezi Mungu, ila sasa kuna viwango vinatofautiana. Kuna dhambi unaweza ukatenda sawa unamwasi Mwenyezi Mungu, ila uzito wake haulingani na ile ya kumwasi Mwenyezi Mungu jumla. Mfano, mtu anayeenda kuiba, haendi kuiba alafu anasema kwamba naachana na Mungu jumla. Anasema anapata kishawishi, anamwibia mtu kama ni simu yake, hata kama atakamatwa atapigwa mawe, lakini Jumapili anaweza kuja kanisani na kuungama kwamba lijipatanishe na Mungu, sio? Ila kumwasi Mwenyezi Mungu ni mbaya sana. Sasa ninapoyasema haya, tusiwaraumu wale wa Israeli, hata watu wa leo, sisi hapa bado kwa namna moja au nyingine tunamwasi Mwenyezi Mungu. Na kumwasi Mwenyezi Mungu kwa maneno rahisi ni pale unapomweka Mwenyezi Mungu pembeni, ukaachana naye, halafu ukaendelea na mambo mengine. Sasa hiyo inachukua sura nyingi. Mtasikia kuna watu wa Freemason, watu wanaotolea sadaka labda watoto wao au wazazi wao wako wa viwango hivyo. Fikiria hasira ya Mwenyezi Mungu ambaye inaweza ikakuwaka juu yako na familia yako hapo. Kuna watu wengine wanaweza wakaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta nguvu za pekee. Watu wa namna hiyo wapo. Somo la Injili Yesu amesema vizuri pale. Anasema, mimi nakuja kwa jina la Mwenyezi Mungu, hamniamini, lakini kuna watu watakuja kwa jina lao, mtawaamini. Siku hizi kuna watu wanakuja kwa majina yao na tunawaamini. Alikuwa ananiambia kijana mmoja wa chuo, kimsingi ni sister mmoja, anasoma Mwanza, chuo fulani cha mambo ya pharmacy. Alikuwa anasema kipindi cha mitihani unakuta wanafunzi wengi nyuso zao unakuta kama zina meremeta hivi, baada ya kujipaka yale mafuta ya upako kusudi wafaulu vizuri mitihani. Kweli usisome ukakomaa mwanafunzi mafuta ya upako ya kufanya ufaulu mtihani? Haiwezekani. Na sisi ni hivyo. Sasa wewe jiulize kwa namna yako na familia yako, je, mumeisha mwasi Mwenyezi Mungu? Na mmemwasi kwa namna gani? Ziko njia mbalimbali. Hapa nimesema vile vikubwa, lakini vipo vidogo vingine ambavyo tunamwasi Mwenyezi Mungu. Sasa sisi hatutaki kumchokoza Mwenyezi Mungu kwamba atuwashie moto mkali. Fikiria we Musa, amri 10 za Mungu kweli kwa hasira nazitupa chini vile vibao kwa hasira. Mtu mnatengenezewa uji wa ndama, mnanyweshwa, mnakamatwa kinywa hivi, mnanyweshwa kama mtoto mdogo. Wanakwaya, tuko pamoja? Sasa wanakwaya, watawa, ndugu zangu wote na mimi mwenyewe, hebu tusimchokoze Musa asije akatutengenezea ule uji. Kuna mtu anahitaji uji wa hivyo? Hakuna anayehitaji.
tumombe Mungu atusaidie. Na ndiyo maana sasa namalizia mahubiri yangu sehemu ya pili. Kati ya vitu ambavyo kwenye mkutano wetu wa halmashauri pamoja na mapadre tumeona na viongozi wenzenu, mwaka huu wa jubilei ambao unatoa rehema kamili kwa watu wanaofuata yale masharti niliwafundisha yale: kufanya hija, kufanya toba, ukaungama dhambi zako, ukashiriki misa takatifu, ukakomunika, ukasali kwa nia za Baba Mtakatifu, na ukadhamiria kutoanguka tena katika dhambi. Dhambi basi uanguke ni kama ajara ambayo hautegemei. Hayo yote yakafuta dhambi zako na madhara yake ambayo tutakuja kuyalipia hapo baadaye, ukawa safi kama mtoto mdogo, kama malaika. Baba Mtakatifu ametutengenezea mazingira hayo. Tumeona kwamba, na naomba tushirikiane kwa pamoja. Leo tutazindua rasmi msalaba huu kutembea katika familia zetu, na kuna sala maalum tutaisali hapa tumetengeneza. Tujiombee wote, na hasa tuwaombee walegevu wa dini, sote turudi kanisani pamoja. Kwa kweli mimi ningelipenda mwaka huu watu ambao hampokei masakramenti, inawezekana baadhi yenu mko hapa mnanisikia, na tuwapelekee ndugu zetu kwenye familia zetu. Hebu tutumie mwaka huu tumrudie Mwenyezi Mungu, na inawezekana ni maamuzi yako mwenyewe. Ila ukisema nataka kunywa uji wa ndama yule kutoka kwa Musa, sasa hicho ni kitu kingine. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo na waombeni, tushirikiane kwa pamoja, tuombeane, tuwaombee hao ndugu zetu, na sisi wenyewe tunaoasi kwa namna moja au nyingine, tumrudie Mwenyezi Mungu. Na mimi lengo langu kwa kweli, ningetamani hata watoto wote watakao kuwa wamezaliwa mpaka mwezi wa 12 wabatizwe kabisa, vizuri kabisa wabatizwe. Yaani asiwepo mtoto ambaye hajabatizwa. Tuko pamoja? Nategemea mwaka huu wale ambao mnaishi, ambao pengine mjafunga ndoa zenu, mnaishi maisha yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, mwaka huu tuone watu kama ndoa kama 200 hivi wanafunga ndoa kanisani. Tena kwa nafikia nasema kwamba siku hata watu tuchange hata shilingi 10,000, watu wote siku wafunge ndoa, tuandae msosi Solomoni pale, au twende uwanja wa chipukizi pale, ndio tufanye sherehe ya pamoja. Au baada ya hapo kila mtu asambaye kwenda Kiloleni kule na kufanya sherehe yake na mke wake na watoto wake. Tuko pamoja? Mko tayari? Haya kabisa, nadhani inawezekana. Kwa hiyo tumuombe Mungu katika misa hii, tuendelee kumuomba Mungu, tumshukuru kwa zawadi hii. Tuachane na moyo wa uasi, tuache kumchokoza Mwenyezi Mungu, tumtendee mema, tufanye toba na kurudi kwake. Mungu aendelee kutubariki.